Moto wa nyika wa kiwango kikubwa umezuka katika maeneo ya jirani ya jiji la Yerusalemu siku ya Jumatano Aprili 30 na kulazimisha wakazi wa jamii kadhaa kuondoka makwao, huku barabara kuu ikifungwa na Israeli ikiomba msaada wa mataifa ya nje kusaidia kukabiliana na janga hilo ambalo limetajwa kuwa miongoni mwa makubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Kwenye picha za television, moto ulionekana ukiteketeza maeneo ya kando ya barabara kuu inayounganisha Yerusalemu na Tel Aviv, na watu walionekana wakiacha magari yao na kukimbilia usalama kutokana na moto huo uliokuwa ukifuatana na moshi mzito uliotanda katika vilima vilivyozunguka Yerusalemu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa ndege maalum 3 kutoka Italia na Croatia zinatarajiwa kuwasili kusaidia kuzima moto huo. Aidha, Israeli imewasilisha maombi ya msaada wa mataifa mengine yakiwemo Ugiriki, Kupro na Bulgaria. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi ya vikosi 120 vya zimamoto na uokoaji tayari viko kazini wakitumia ndege, helikopta na vifaa vingine kukabiliana na moto huo. Jeshi la Israeli pia limesema kuwa wanajeshi wake wa utafutaji na uokoaji wameungana katika juhudi hizo. Taarifa ya polisi imeeleza kuwa wakazi wa jamii 3 tayari wamehamishwa kwa ajili ya usalama wao, huku watu 13 wakiripotiwa kujeruhiwa. Hadi kufikia sasa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Tukio hilo limetokea wakati taifa hilo linaadhimisha siku ya kumbukumbu ya askari waliofariki, hali ambayo imesababisha kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za usiku wa kuadhimisha siku ya uhuru, zikiwemo hafla rasmi zilizopangwa kufanyika Yerusalemu. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation wa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same